السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ndugu zangu Waislamu, napenda kutumia fursa hii kuwakaribisha tena katika somo letu fupi la dakika chache kukumbushana kuhusu dini yetu. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika tumeshajifunza katika masomo yetu yaliyotangulia ni kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituumba. Baada ya Mwenyezi Mungu kutuumba na kutuweka katika hii dunia, ametutaka sisi tuweze kumwabudu yeye peke yake bila kumshirikisha na chochote. Bila shaka kila mtu atakuwa anajiuliza, ni vipi ninatakiwa ni muabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Hivyo leo tutaenda kujifunza ni kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatuma mitume wake kwetu sisi. Hekima ya kuwatuma mitume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, walaqad ba'athna fi kulli umma rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Mwenyezi Mungu anasema kwamba kwa hakika tumetuma katika kila umma mtume. Lengo ni nini? Wakiwa wamebeba ujumbe gani? Wamebeba ujumbe wa watu wa muabudu Mwenyezi Mungu, wawafundishe watu namna ya kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, na watu waache ushirikina, wamwabudu Mwenyezi Mungu na kuacha ushirikina. Katika aya yetu hii ya walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, tunaweza kujifunza mambo kadhaa. Miongoni mwa mambo ambayo tunaweza kujifunza katika aya hii, tunajifunza hekima ya Mwenyezi Mungu kutuma mitume. Kumbe Mwenyezi Mungu ametuma mitume wake ili waje kutufundisha sisi ibada, namna ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini pia kutukumbusha sisi na kutulingania sisi tuachane na vyote ambavyo vinavyoabudiwa kinyume na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia katika aya yetu hii tunajifunza kwamba kumbe sisi katika ibada zetu za kumwabudu Mwenyezi Mungu haturuhusiwi kujifunza kwa yeyote yule zaidi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na tunajifunza kumbe ibada haibuniwi, haifanywi kwa mtu anavyojifikiria kwa kubuni. Hapana, ibada inafanywa kwa kutekeleza mafundisho aliyotufundisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Muislamu, katika Uislamu wako lazima uifanyie aya hii kazi. Aya hii utaifanyia vipi kazi? Kwa kuiga namna jinsi ambavyo mtume alivyokuwa naabudu, wewe pia uweze kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama mtume alivyokuwa naabudu, bila kuzidisha wala kupunguza. Ukizidisha utakuwa umetoka nje ya aya. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu katubainishia kwamba ametuma mitume ili waje kutufundisha sisi namna ya kumwabudu yeye. Kwa hiyo usipofuata maelekezo ya mtume katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakuwa umeipuuza aya hii. Lakini pia aya hii inatuhamasisha sisi kumfanya mtume ndiyo kiigo chetu. Na kuthibitisha hilo zaidi, Mwenyezi Mungu anasema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nyinyi Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa kwenu ni kiigo kilicho bora. Kwa nani? Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir,
kwa yule ambaye ana matarajio, ana imani ya kweli kwamba atakutana na Mwenyezi Mungu na kumhoji, lakini pia anaamini kuwa kuna siku ya mwisho, siku ya Kiyama. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tumfanye Mtume ndiyo kiigo chetu katika maisha yetu, ndiyo kiigo chetu katika ibada zetu, kwa sababu ametumwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hilo. Tumuige katika kuabudu, tumuige katika kuishi. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.